La kwanza nitazungumzia tofauti ya zile njia tatu, zile nusuk, zile tatu za njia tatu za hija, yani al-ifrad, al-qirani na tamattu. Asikia? Nasikia? Nanisikia? Mpaka nikivi. Sasa na mwisho nitazungumzia kuhusiana na mahadhurati al-ihram ambazo ndio hizo muharramatu al-ihram yaloharamishwa katika ihram. Mimi ni mwanasemina mwenzenu. Sasa kuna siku hata kwenye mavyuo huku kuna siku ya presentation ya wanafunzi, si ndio? Sasa leo zamu yangu na mimi wanafunzi waambia haya, na wewe fanya presentation katika kile kilichosomeshwa tuone umeelewaje, sawa? Sasa tukianzia na tofauti hizo za njia tatu, kitu cha kwanza kikubwa ambacho tunatakiwa tujue kwamba hizo njia tatu zimetokana na ihram. Kule kuhirimia kule unapokwenda kutiania ya hija ndio imezalisha hizo vitu vitatu. Sisi tuelewana yani ule mtindo wako wa kutiania ule ya hija yako, ya ibada zako za hija zinazoenda kufanya, ndio kitu ambacho kimepelekea katika nini? Kimepelekea katika mgawanyo huo. Sasa tukianza nini ihram tumeshasoma. Tumefundishwa vizuri na waendeshaji wa semina wetu, alhamdulillah. Nao wametuambia kwamba hii ni nia ya kuingia katika ibada ya hija, lakini kwa njia zake zote. Tukizungumza njia zake zote maana yake zile njia ngapi? Njia tatu. Sasa njia ya kwanza ni al-ifrad. Al-ifradi kwa Kiswahili chepesi, al-ifradi ni kutanguliza hija kabla ya umra. Ni hapo tu. Kutanguliza hija kabla ya umra. Hii ndio al-ifrad. Kutanguliza hija kabla ya umra, hii ndio inaitwa ifrad. Watu wa Shafi'ia wanaiona hii ndio njia bora, lakini wanasema ni njia bora endapo kama mtu ataifanya hii hija yake kwa njia al-ifrad, kwa sababu si anafanya anatanguliza hija kabla ya umra. Wameweka sharti kwamba ile umra yake aifanye ndani ya mwaka huo, asivuke Dhulhijja mwisho. Maana akivuka Dhulhijja anaingia Muharram mwaka mwingine. Kwa atatakiwa aifanye ndani ya mwaka huo ili ule ubora uweze kufanyaje kupatikana. Wafaswa na Shafi'i sana. Lakini tunaona madhhabu zingine wanasema kwamba tamattu ndio bora zaidi, na wana sababu ya kusema hivi. Lakini njia ya pili ni tamattu. Njia ya pili ni tamattu. Tamattu hii unatanguliza umra kabla ya hija. Tafsiri yake nyepesi. Tanguliza umra kabla ya hija. Ifradi tumesema ni nini? Hija kabla. Tayeb. Tamattu ni nini? Umra kabla ya nini? Ya hija. Sasa hii umra kabla ya hija wanachuona wanasema kwa sababu inamfanya mtu afanye ibada mbili ndani ya safari moja. Ibada mbili ndani ya safari moja. Hii inapelekea kumtaka kisheria afanye adima, achinje. Simeleka ndio ile kuchinja imekuja hapo. Kwa sababu huyu anakwenda sasa anafanya ibada mbili ndani ya safari moja. Simeleka Kwa hiyo hii inampelekea atakiwe kisheria kuchinja mnyama. Simeleka ndio ile al-hadi tunaita. Simesikia kitu kinaitwa hadi. Ile al-hadi kile kichinjo ni hicho. Lakini ya tatu ni al-qiran. Ya tatu ni al-qiran. Al-qirani unahirimia hija na umra pamoja. Unaona hiyo
Yani ile unapotia nia yako ya kuingia katika hija, unafanya vitu viwili vyote kwa pamoja. Yani unatia nia hiyo, nia ya umra, wakati huo nia ya nini? Ya hija. Sawa? Utakachofanya, utahirimia pamoja hija na umra, kisha utaingia katika hija. Sawa? Kisha utaingiza ile hija katika umra. Ile hija yako utaingiza katika umra kabla ya kuingia tawafu, na utawajibika pia kuchinja mnyama kwa sababu ile niliyoisema, si umeeleka? Utawajibika kuchinja mnyama ambazo ndio hizo tunaita damu au kwa wingi wake dima. Utachinja mnyama kwa ajili ya haji kutokana na hiyo kirani uliyofanya. Sasa hebu tuziangalie hizi kwa haraka haraka zinakuwaje. Tushaona tofauti, si ndio? Au asijaeleka hizo tofauti? Tumesema al-ifradi ni nini? Tuseme wote al-ifradi ni nini? Hija kabla ya umra, tamattu umra kabla kirani, zote pamoja. Imeleka hapo Imeleka hapo Sasa tuone utaratibu unakuwaje haraka haraka. Mtu anayefanya, tuanze na tamattu ambao ndo tunakwenda kuifanya sisi, si ndio? Mtu ambaye anafanya tamattu, anachofanya anahirimia umra ndani ya miezi ya hija. Sawa Anahirimia umra ndani ya miezi ya hija. Twende kwa pamoja. Miezi ya hija: Shawwal, Dhulqaada na siku 10 za Dhulhijja. Sio Dhulhijja, siku 10 za Dhulhijja. Hii ndio miezi ya hija. Simeleka. Kuna miezi ya hija alafu kuna siku za hija. Mnajua? Kuna miezi ya hija alafu kuna siku za nini? Siku za hija zina majina kabisa. Siku ya kwanza ni mwezi 8, inaitwa tarwiya, yaumu tarwiya. Sawa? Hii ndio siku ya kwanza ya hija, mwezi 8. Siku ya pili mwezi 9. Mwezi 9 inaitwa nini? Yaumu Arafa, siku ya nini? Ya Arafa. Sawa? Siku ya tatu ni mwezi 10 ambayo inaitwa yaumu Nahari, siku ya kuchinja. Simeleka, ina majina yake. Siku inayofuata zile tatu wameziita majina ya pamoja. Kila siku ina jina lake pia. Wameziita ayamu tashriq. Ayamu tashriq. Masiku ya nini? Ya tashriki, ambayo ni mwezi 11, mwezi 12 na mwezi ngapi? 13. Simeleka Haya. Mwezi 11 inaitwa yaumu qarri. Yaumu qarri. Au wengine wanaita yaumu ruusi, siku ya vichwa. Zamani walikuwa watu siku ile vile vichinjio vichwa vyake ndio vinaliwa siku hiyo. Ikaitwa yaumu ruusi, jina lake la utani. Ambao ni mwezi gani? 11. Jina lake yaumu qarri au wengine wanaita yaumu ruusi. Lakini kuna mwezi 12. Sawa? Mwezi 12 inaitwa yaumun nafril awwali, siku ya muondoko wa kwanza, kwa sababu kuna watu hii mwezi 12 hii mwezi 12, si ndio? Siku ya muondoko wa kwanza, kwa sababu kuna watu wataondoka mwezi 12 kutoka pale kwenda kufanya tawaful wada, kama tulivyoelekezwa sisi tunaondoka mwezi 12, si ndio? Kwa hiyo ile inaitwa yaumun nafril awwal, siku ya kuondoka ya kwanza. Simeleka Na mwezi 13 inaitwa yaumun nafri thani, siku ya kuondoka ya ngapi? Ya pili. Simeleka siku ya kuondoka ya pili. Kuna watu wanaondoka mwezi 13. Angalizo, ukitaka kuondoka mwezi wa 12 kwa mujibu wa madhhabu ya Imamu Shafi, magharibi isikukute ukiwa Mina. Ikikuta magharibi Mina, inabidi ulale uondoke siku ya ngapi? Siku
13, maana ile siku ya mwezi 13. Sisi tunaelewana vizuri. Hizo ni ayyamul haji. Kuna ashhurul haji, masiku ya hija, yani kuna miezi ya hija, alafu kuna masiku ya nini, hizo inaitwa mawakitu. Kuna ile inaitwa miqatu zamani, mikati za zama, alafu kuna miqatu makani, zile za sehemu ambazo tumefundishwa, ambazo tunafanya nini, ihram zetu. Nadhani tuenda wote. Sasa hapa yule anayefanya tamattu atahirimia umra ndani ya miezi hiyo ya hija, sawa na tumefundishwa bahati nzuri namna ya kunuia. Nia ni ile ile, sawa, japo kuna nyingi tu, lakini ile ile tulofundishwa itoshe, kwa sababu tunatakiwa tuishike hiyo, sawa. Kwa hiyo utatia hiyo nia, kisha utafanya tawafu, sawa, na sa'i, alafu utapunguza nywele, sawa. Wengine wanasema utanyoa, wengine wanasema utapunguza, zote ni sawa. Si imeleka kunyoa au kupunguza. Lakini sasa ukinyoa hapa nywele zote, kuna hatari, kwa sababu mbele utatakiwa unyoe tena siku chache zijazo. Kuna watu nywele zao zinachelewa kuota. Sasa imefika ile kunyoa kwingine kule ambapo ni lazima kunyoa, si ndio? Alafu wewe nywele hazijaota, ulinyoa kipara, si utapata wapi nywele zingine sasa? Kwa hiyo ndio maana hapa utaona straight wanasema ni vizuri ufanyaje, ile ya kwanza ufanyaje, upunguze, alafu ile ya pili utanyoa kabisa kama utanani. Angalizo kwa wanawake katika kunyoa, nywele zinazotakiwa kunyolewa nilizokuwa katika haddu ra'si, mpaka wa nini, wa kichwa chako. Usije ukawa na wanawake wanakuwa na zile nywele ndefu zile, si ndio, ukaenda ukanyolea kwa huko, si ndio, ukachukua kasi ukanyolea kwa huko pembeni. Zinatakiwa zile zilizokuwa katika mpaka wa nini, wa kichwa, utoe tu nywele chache na tosha, sawa Sasa akishanyoa hapa anakuwa kamaliza umra yake, si ndio? Anakuwa kamaliza umra. Kwa hiyo hapa anakuwa, tunasema anakuwa huru. Hii inaitwa tahalluli, kuwa huru, tahalluli. Na ziko tatu. Kuna tahalluli, kuna tahalluli sughra, alafu kuna tahalluli al-kubra. Kuna tahallul kama tahallul ambayo ndio hii tunaoisema, alafu kuna tahallul sughra tutakuja kufundishwa, alafu na tahallul kubra pia na yenyewe mtakuja kufundishwa. Ni vizuri sana kujua hivyo vitu ili usije ukafanya makosa katika siku ambazo sio za tahallul. Sisi tumeelewana vizuri. Kwa hiyo hapa tunasema huyu umra yake imefanyaje? Imekwisha. Sasa atakachofanya ataelekea katika maeneo husika ya ibada nini? Ya hija. Umra kamaliza sasa. Ataelekea maeneo husika ya ibada ya hija, maana kuanzia mwezi 8 atafanya nini? Ihramu ya hija sasa. Sawa, kwa sababu yuko ndani ya Maka. Sawa, atafuti tena na nini? Miqati. Atafuata kanuni ya watu wa nini? Wa Maka. Sawa, kanuni ya watu wa Maka, anayefanya umra ya hija, watu wa Maka, anayefanya umra ya hija atafanyia umra nyumbani kwake. Simeleka kama anafanya anafanya ihram ya umra, kama afanya ihram ya hija atafanyia nyumbani kwake, kwa maana sisi itakuwa nini? Hotelini. Simeleka. Lakini kama anafanya ihram ya umra, kuna wengine umra wanafanya baadaye, si ndio? Kama tulivyoona katika hizi aina za, watatakiwa watoke kidogo waende al-Hilli. Al-Hilli maana yake ni sehemu iliyokuwa baina ya haram tukufu ya Maka na mikati, lakini sio kwa umbali ule wa mikati, ni kiasi kisehemu kidogo cha katikati. Simeleka, ambapo wengi wanasema ni iliyokuwa bora ni Jirana. Kama Jirana itashindikana basi Tan'im, kama Tan'im itashindikana basi Hudaibia, kwa yule anayefanya umra akiwa ndani, au Masjid ya Aisha wengine wanaita pale Hudaibia. Umefahamika vizuri Lakini kwa kuhirimia hija, kanuni na kutaka uhirimie nyumbani kwako. Utanuia pale au msikitini, utanuia pale, then utaendelea na taratibu zingine za ibada za nini? Za
za hiyo hija. Tumeelewana vizuri eh? Faida ya tamatu ni nini? Yaani faida maana yake naeleza zile hatua kwamba anafanya hija na umra. Yaani hija na umra zote atazifanya, lakini pia anatufu tawafu ya umra. Anatufu tawafu ya umra. Kuna utaona katika hizi njia nyingine kuna ile tawafu al-qudum wao wataipata moja kwa moja. Sio imeeleka, ile tawafu ni ya sunna. Lakini huyu sasa anayefanya tamatu yeye hana tawafu al-qudum ya sunna. Bali kuna kauli kwamba kwa kuwa amefanya tawafu ile wakati wa kufika, sawa, itakuwa ni tawafu ya lazima, itaitwa tawafu ya umra, lakini pia atapata thawabu za ile tawafu nini? Al-qudum. Kuna kauli hiyo. Lakini pia huyu atafanya sa'i ya umra. Sawa, yani umra itakuwa na sa'i yake. Sawa? Lakini pia atapunguza au kunyoa nywele za kichwa kama tulivyoona. Lakini pia faida nyingine, anatoka katika ihramu na anaruhusiwa vile alivyoharamishwa katika nini? Katika ihramu. Lakini pia anahirimia hija siku ya tarehe ya mwezi 8 Dhulhijja, tanuia hija. Huyu anayefanya tamatu. Nadhani tumeelewana kwenye tamatu. Sasa tuje kwenye kirani. Kirani, mtu atahirimia umra na hija kwa pamoja. Hii kirani tumesema hija na umra kwa pamoja, ambayo hii sasa ukiifanya hii nia yako haitakuwa ile tuliyoifanya sisi hapa. Nia itabadilika, itabidi useme labbaika umratan wa hajjan. Labbaika umratan wa hajjan. Unaweza ukasema hivi kama unafanya kirani, kwa sababu kirani inataka ufanye zote kwa pamoja. Kwa hiyo ukishatia hiyo nia, akifika Maka tu kitu cha kwanza anachofanya anatufu tawafu ya kufika. Unaona? Huyu anapata ile tawafu al-qudum sasa. Kisha atafanya sa'i ya nini? Ya hija. Lakini pia hiyo sa'i itakuwa ni sa'i ya umra. Unaona? Ndio ile kwa pamoja. Tawafu hiyo itakuwa ya sa'i, wakati huo itakuwa ya umra. Yaani sio kwamba atafanya ya umra peke yake, ya hija peke yake. Tawafu atakazofanya kwa sababu ya ile nia yake, tawafu moja itakuwa imebeba ibada zote ngapi? 2. Umra na nini? Na hija. Yaani zile mara 7 atakazokwenda zitatosheleza umra, zitatosheleza na nini? Na hija. Akimaliza hiyo hapa nilikuwa nazungumzia tawafu ya kufika. Sorry, nimechanganya. Nilikuwa nazungumzia tawafu ya kufika kwanza. Sawa? Kisha atafanya sa'i. Nilikuwa nazungumzia sa'i ya hija na umra. Kwa hiyo hata akija kufanya tawafu pia atakuwa amefanya tawafu ya hija na umra. Sasa hii shida ya hii, akishamaliza hapa, tofauti na wale wenzake ambao wamefanya nini? Tamattu. Huyu yeye hana tahalluli. Sio imeleka? Yaani hana uhuru hapa. Atabaki vile vile na sheria zile na mavazi yale mpaka atakapoingia katika vitu vingine vilivyobakia katika ibada ambazo anatakiwa azitekeleze. Lakini huyu naye katika kanuni anatakiwa afanyaje? Anatakiwa achinje kama ambavyo tulivyosema. Sasa faida ya huyu ambaye anafanya al-qiran, atafanya hija pamoja na umra. Yote anafanya kwa pamoja manake. Tofauti na wale wenzake. Yeye atafanya yote kwa pamoja. Lakini pia atafanya tawafu ya kufika. Tawafu al-qudum ambao wenzake wote wale hawana. Yaani tawafu al-qudum atafanya. Yaani yule nani mwenye tamatu yeye hana. Sawa? Yule mwingine anayo. Mwenye tawafu ya mwenye anayefanya kwa njia ya tamatu yeye hana tawafu al-qudum, ana tawafu inaitwa tawafu ya nini? Ya umra. Alafu atafanya sa'i na hija na umra. Sa'i ya hija na umra kwa pamoja. Imeleka Lakini atabaki katika ihramu yake mpaka siku ya kuchinja, na atajiepusha na yote yaliyofanyaje, yaliyokatazwa. Tumalizie hapo mtu wa ifradi sasa. Mtu wa ifradi yeye atafanya hija peke yake. Atafanya hija peke yake,
na wala hawajibikiwi kuchinja. Faida ya ifradi ndio hiyo, hawajibikiwi kufanyaje? Kuchinja, kwa sababu yeye anafanya kitu kimoja kimoja, hajaviunganisha. Sio imeleka huyu hana wajibu wa kufanyaje? Wa kuchinja. Kwa hiyo anachofanya yeye, atahirimia hija peke yake katika miqati, atasema labbaika hajjan, basi ni hija peke yake ananuia labbaika hajjan, atanuia hija peke yake. Atafanya tawafu al-qudum, sawa, pale atakapoingia Maka. Akifika Maka atafanya tawafu al-qudum. Akishafanya tawafu al-qudum atafanya sa'i ya hija, sawa, na anabakia katika ihram yake, kwa sababu huyu sasa anafanya kitu kimoja tu, ni hija peke yake. Kwa hiyo atabaki kwenye ihram yake mpaka ibada za hija zitakapokuwa zimefanyaje? Zimemalizika. Simeleka atabaki katika ihram yake mpaka atapokamilisha ibada ya hija, na wala hawajibiki kuchinja kwa sababu hakufanya ibada ya hija na umra ndani ya safari moja, hawajibiki kuchinja. Faida ya hii sasa, manake atafanya hija peke yake kama tulivyoona, atafanya tawafu ya kufika ya tawafu al-qudum, lakini atafanya sa'i ya hija. Atafanya sa'i ya nini? Ya hija. Atabakia katika ihram yake mpaka siku ya kuchinja. Sio imeleka? Mpaka ile yaumun nahari atajepusha na yote yaliyofanyaje? Yaliyokatazwa. Ndugu zangu, kwa ufupi, hii ndio tofauti iliyokuwepo baina ya hizi njia tatu za ibada za hija. Lakini pia wanachoona wametusaidia kutegemea na hali, kwamba wanasema hivi, ikiwa unakaa pale Maka, ifradi ni bora kwako kwa sababu una muda, si ndio? Unaweza kufanya hija kaja ukafanya na nini na umra peke yake. Kwa hiyo ifradi ni bora kwa watu wa Maka, walipo Maka, sawa. Al-qirani ni bora kwa watu ambao wamefanya ile sauq, wamekokota mnyama, yani wametoka naye mbali, hawajachukua pale Maka. Kuna watu wanakuja na mnyama kutoka huko, wale kwao qirani ni bora. Simeleka. Na hata ukiangalia kwenye wale wanaosema kwamba tamattu ni bora zaidi, waliangalia hili kwa sababu katika historia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam walitoka na wanyama wao, sivyo? Lakini watu wachache sana walitoka na wanyama, wengi walikuwa hawana wanyama. Kwa hiyo Mtume akawaambia pale wachange wafanye nini? Ibada, wabadilike, wafanye tamattu. Alafu akasema maneno Mtume kwamba lau kama ningejua basi ningefanya tamattu. Umeona? Pale ndio alipopatia ubora kwamba kama Mtume amesema hivi basi tamattu itakuwa ni bora zaidi. Shutu alana vizuri. Sasa ile qirani ni bora kwa mtu ambaye amekuja na mnyama wake kutoka huko aliko. Kuna watu wenyewe watoki mbali wanakuja na wanyama wao. Kwa hiyo wale qirani ni bora zaidi. Naomba nisimame hapo katika kesi ya kutofautisha kati ya hizo ibada tatu. Nadhani mtakuwa mmenielewa japo kwa uchache. Na mkitaka hizi notes naweza nikazituma kule kwenye group inshallah. Kwenye group letu kule. Nimeungwa jana, nitazituma hizi notes ili kwa faida ya watu wote, sawa? Sasa hebu tuje kwenye haraka na yenyewe. Kwenye yaliyokatazwa mtu anapokuwa katika ihram sasa. Twende hapa haraka. Hapa pagumu, lakini tutakwenda navyo, naamini tutaelewa inshallah. Na ndio sehemu ambayo inataka umakini kweli, kwa sababu ukikosea sasa unakuwa safari yako ni ya bure, si ndio? Inakuwa safari yako haina tija. Kwa hiyo hapa nataka utulivu sana katika kule. Kwa nitaelezea na mashaka watakapokuja wengine wataelezea, ni sehemu ambayo itaelezewa sana. Hizi muharramati al-ihram ziko nyingi sana. Sawa, na wanachuoni wamezitawanya kuzieleza, kila mmoja kaeleza kwa namna yake, lakini wamejitahidi kuziweka katika vigawanyo tofauti ili kumrahisishia mtu kuweza kuzikumbuka. Sio imeleka? Na ina kama tatu hapa za vigawanyo, lakini nimechagua moja ambayo naona tukaenda nayo kwa muda huu tatutosha. Ya kwanza, yani hii ni kwamba kwa ajili ya kurahisisha ile
mwalimu kufikisha kwa wale wanaosomesha na wale wanaosomesha kuweza kupokea kwa urahisi, kwamba kuna vile vikatazo almahadhurat vimegawanywa katika sehemu 5. Vile vikatazo vimegawanywa katika sehemu ngapi? 5. Wamezigawanya sehemu 5 ili kukurahisishia. Sehemu ya kwanza wanasema almuharramatu minal libasi, yaliyoharamishwa katika mavazi. Kwa hiyo sehemu ya kwanza utakuwa katika mavazi yako kitu gani kimeharamishwa. Hii ndio sehemu ya kwanza, sio imeleka ya kwanza nini tunasema ya kwanza yaliyoharamishwa kwenye, yani yaliyokatazwa kwenye mavazi, sio imeleka Lakini ya pili ni almuharramatu almutaalliqati bibadanil muhrimi, yale yaliyoharamishwa yenye kufungamana na mwili wa yule aliyekuwa katika ihram, yani mwili wako. Kuna vitu yani mwili wako utakiwa navyo vinafungamana na nini? Na mwili wako moja kwa moja, simeleka. Ya kwanza tumesema inafungamana na nini? Mavazi. Ya pili inafungamana na nini? Mwili, sawa. Ya tatu kuna yale ambayo tunasema aswaidu wama yataallaqu bihi, viwindwa, vitu vinavyowindwa vile, yani viwindwa tunaita aswaidu, viwindwa vinavyowindwa na yale yanayofungamana na hayo. Lakini cha 4 aljima'u wa dawa'ihi, yani aljima'u wa dawa'ihi. Jima'i Kiswahili inajulikana tuko watu wazima tunajua hili neno. Jimai ni neno la Kiarabu ambalo lina tafsiri hiyo yote ambayo tunaifahamu. Wadawaihi, na vile vitio vyake, mukaddimati, vitangulizi vyake, imeleka vitangulizi vyake. Lakini aina ya 5 alfusuqu waljidal, alfusuqu waljidal tazeleza huko mbele, sawa alfusuqu waljidal yani fusuq na mijadala. Unaweza kusema fusuq na mijadala kwa sababu maneno ambayo na maelezo nitatoa hivi punde. Kuandika tu fusuq na mijadala, fusuq na mijadala. Sasa tukianzia na mavazi kwa wanaume, hii sehemu ya kwanza, vitu gani ambavyo wanaume hawatakiwi kuvifanya, sawa? Katika mavazi haturuhusi kuvaa nguo zilizoshonwa, ndugu zangu. Chochote kilichoshonwa hakiruhusiwi. Umefahamika Chochote ambacho kimeshonwa hakiruhusiwi, sawa Lubsil makhiti imekatazwa, kuvaa vile vitu ambavyo vimefanyaje, vimeshonwa. Japokuwa ukichukua ile kanzu yako ile kwa wanaume, hii ninazungumzia kwa wanaume, sawa ukichukua ile kanzu yako ukajifunga funga hivi, haidhuru, sawa haidhuru. Falau wada'a alqamisa ala jismihi biwadhi ghairi mu'tadi ka'an yalifu bihi jismahu la yakunu mamnu'a. Hiyo haizuiliwi, sawa ukijifunga funga tu, ninachokatazwa ile kuivaa. Umefahamika kwa maelezo ya wanachuoni. Lakini pia katika vilivyokatazwa kwa wanaume, naam, naweza kutajia kingine kwenye mavazi. Tunasema kwenye mavazi ukiacha kuvaa kilichoshonwa ni kufunika nini kwa wanaume? Kufunika kichwa, sawa
Na viatu tunavyovaa tumesema ni viatu gani? Tusivae hofu. Hofu zimekatazwa, au vitu vinavyofanana na hofu ambavyo vinaziba ule mguu wako, sawa. Kwa hiyo kinachotakiwa pale ni kuvaa viatu vya wazi. Ndio maana tukapendekezewa hapa kuvaa nini? Ndala au yebo. Simeleka Lakini mwanamke katika mavazi yeye ameharamishwa nini? Yeye ihram yake sanatakiwa afunue uso. Sasa akifunika uso kwa niqab, akivaa niqab akafunika uso wake, anakuwa amevunja, yani amefanya katika vilivyokatazwa katika ihram akivaa niqab. Simeleka vizuri. Lakini haijakatazwa sehemu ambapo labda anaona kuna wanaume au anaona kuna fitna kuweka ule mtando wake, yani kujifunika hivi na mtando wake japo kidogo hivi asionekane. Baadhi ya wanachuoni wamesema hii pia sio tatizo. Inakatazwa ni ile kuvaa niqab, sawa. Taktiyati ras kwa wanaume, ile tulisema yeye kichwa chake anatakiwa kifunike kama kawaida, lakini asivae gloves. Simeleka asivae nini? Gloves mwanamke. Sasa katika vivazi ni vitu hivi. Simeleka kwa uchache ni vitu hivi. Ama katika vinavyohusiana na mwili sasa, kwa yule ambaye ameingia katika ihram, amekatazwa kila kitu ambacho utaufanya mwili uwe mzuri. Amekatazwa kila kitu ambacho utaufanya mwili uwe mzuri, kakatazwa. Hapa tunazungumzia kitu chochote ambacho kitaondoa ile shafi, kwa sababu mtu anayeko katika hija anatakiwa katika hali ya uduni, tadhallulan ila Allah, kwa ajili ya kujidhalisha mbele ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mazingira yote atakayofanya uondokane kwenye udhalili kwenye mwili wako, yale yamefanyaje? Wanasema kwa ujumla wake yamefanyaje? Yamekatazwa. Ambapo tukianza kuyataja moja moja, umekatazwa halqu ra'si binafsihi au biwasitati ghairihi muhriman kana au halala. Simeleka, umekatazwa kunyoa nywele, sawa, za kichwani, sawa, wewe mwenyewe au kwa msaada wa mtu mwingine. Umekatazwa kufanyaje? Kunyoa, kwa mujibu wa aya ya Qur'an kabisa ambayo imekuja kutukataza hii. Na pia sasa wewe muhrim ambaye uko kwenye ihram, umekatazwa pia kumnyoa mtu mwingine. Bali sio kunyoa wewe na kumnyoa mtu mwingine wakati uko kwenye nini? Wewe uko kwenye ihram. Sawa? Wakadha halqul muhrim ra'asa muhrimin akhar. Vile vile wewe ule kwenye ihram kumnyoa mtu ambaye mwingine ambaye yuko katika ihram. Lakini nyingine, izalatu shari min ayi mawdi'i jismi kiyasan ala shari rasi, kuondoa nywele zingine maeneo mengine. Hapa tumetaja ya kichwa, hapa sasa tutaja maeneo mengine. Hii imefanywa kiasi kwenye kichwa. Kwa hiyo kama ulivyoambiwa kwenye kichwa usinyoe nywele, basi nywele zingine zote uruhusi kunyoa. Sio imeleka nywele zingine zote pia uruhusi kunyoa. Lakini kuondosha kucha, imeleka kukata kucha maana yake pia imekatazwa. Lakini nyingine, kutumia manukato katika nguo zake, katika mwili wake, hata kama itakuwa kwa sababu ya dawa. Imeleka, na hii ukisema hata kama itakuwa sababu ya dawa, jana msomeshaji alituambia kwamba kuvaa vazi lenye kutiwa zafarani, alitumia hilo neno zafarani. Ile ni vazi ambalo limewekwa kwa ajili ya dawa. Sio imeleka, hata kwa sababu imekatazwa lile, basi hata ikawa ile manukato na hatia kwa sababu ya dawa pia na yenyewe imekatazwa. Lakini
hapa tutoe angalizo kwa watu wanaofanya ihram, ayajtanibu anwaa sabuni almutayyiba, kujiepusha na sabuni zenye kutoa manukato. Sisi tumeelewana? Kujiepusha na sabuni zenye kutoa nini? Manukato. Kwa sababu kuna sabuni ambazo zinatoka maeneo tofauti tofauti, alladhi lahu raihatun atariya, ambazo zina harufu ya manukato. Zile sabuni hazifai kutumika mtu anapokuwa katika ibada ya hija. Meleka anapokuwa katika ihram. Lakini kuna kunusa sasa, kuna kunusa. Je, kunusa vipi? Ya ile harufu nzuri ya mafuta mazuri, kunusa vipi? Anasema duna masi, bila kuyashika, yani kanusa tu bila kushika, inakuwaje? Anasema fayakrahu inda al-Hanafiyya wal-Malikiyya wash-Shafi'iyya, ni makruhu kwa wafuasi wa Hanafi, kwa wafuasi wa Maliki na Shafi'iyya, na hakuna fidia katika haya. Lakini Hanbalia wanasema ni haramu, hata kunusa ni haramu. Imeleka lakini kingine katika mwili, kupaka mafuta kichwa au nywele yote katika mwili, kuipaka mafuta, yani kupaka nywele za kichwa mafuta, au nywele zozote zilizokuwa katika mwili, japo yale mafuta yakahana harufu, mafuta yote. Mfano mtu akaamua kutumia mafuta ya zaituni mathala, kwa wafuasi wa Abu Hanifa na Malik wasema haifai. Imeleka kwa sababu hiyo inatazini wa tahsini shari, inazipamba zile nywele. Lakini kwa sisi wafuasi wa Shafi tumeambiwa kwamba ni marufuku, imekatazwa kupaka mafuta kwenye nywele za kichwani na ndevu. Sehemu zingine kwa sharti kwamba yale mafuta yasiwe na harufu. fa amma inda Shafi'iyya fala yuhramu laham sha'ri al-badan. Kwa Shafi'i wenyewe wasema hamna shida kupaka mafuta kwenye sehemu zingine za mwili, haina shida, lakini kwa sharti yasiwe na manukato. Kuna mambo watu wanahisi kuwa yanakatazwa. Mfano mojawapo ni al-ihtisalu wa haki rasi au al-badan. Kuna watu wanahisi kwamba kuoga na kusugua mwili na kichwa ni jambo lilokatazwa. Hapana, ile halijakatazwa, ila tahadhari katika huko kusugua kichwa, tunazigusa nywele, hakikisha nywele hazichomoki. Ukiona uwezi nywele zako zinachomoka, basi aula kutosugua huko kichwani kwenye nywele, ili usije kaingia katika kufanya lililokatazwa. Aina ya tatu ni aswaid, viwindo. Hivi viwindwa, na tukisema aswaid tunakusudia ni wale wanyama wanaokimbia watu, annafiru minan nas, wanakimbia watu fi asli khilqati, katika asili ya kuumbwa kwake, yani umbile lao, yani wana tabia ya kukimbia watu. Ama wale mustanisuna, wale wanaozoeana na watu, wale manake wa majumbani, wale hawana tatizo. Mtu aliyekuwa katika ihramu hajakatazwa kuchinja kuku. Meleka fala yahrumu ala almuhrimi dhabaha almawashi wadagag, hajakatazwa hao wanyama hao wa majumbani, wadajaji na kuku, liannaha mustanisa, kwa sababu hao tumezoeana nao majumbani. Si meleka
Nasema naeleza kwa ufupi, kuna maelezo mengi. Sawa? Kuna wale wanyama wanaitwa adawabul fawasiq. Wanyama wamepewa jina hilo adabul fasiq, wanyama waovu. Je, hao kuua vipi sasa? Wadudu, manake wadudu wanyama hao waovu. Hao wataruhusiwa kuliwa lilhalali wal muhrimi. Sawa, lilhalali wal harami fil hilli wal haram. Akhidhan bil hadithi Aisha, ana Aisha, kutokana na hadithi ile ya Aisha radhiyallahu anha, ambayo bi Aisha alipata kusema 5 min ad-dawabi kulluhunna fasiq, wanyama hao watano wote hawa ni fasiq. Yuqtalna fil haram, wanauliwa katika ndani ya haram, wanauliwa ndani ya haram. Kawataja al-ghurab, kunguru, al-hida, mwewe, akrabu, nge, faara, panya, kalbul aqur, mbwa ambaye hana mafunzo, yani mbwa ambaye anang'ata hivi. Kalbul aqur muttafaqun alayhi, hadithi muttafaqun alayhi. Katika riwaya ya Muslim yeye kataja al-hayya, kamtaja nyoka, alafu kamuondosha nani? Al-aqrab, kamuondosha nge. Kwa ujumla hao wote hawataki kufanyaje? Yani hao wote wanaruhusiwa kuwaua kama watatokea nge pale usemani kwa kwenye ihram, muue. Nyoka muue, haina shida. Sio imeleka. La tano ambalo la mwisho, aljimai wa dawai, kufanya jimai, tendo la ndoa na vile vinavyoitia. Unajua kuna watu wanaenda na wake zao, nimesikia, si ndio? Nataka uangalifu hali ya juu sana. Na wengine wanajua jimai tu ndio ilokatazwa, kumbe wadawai. Hiyo dawai maana yake vinavyoitia kwenye jimai. Sio imeleka? Tutavitaja. Vinaingia katika mahali hapa, katika aina hii masala yafuatayo, kwamba imeharamishwa kufanya jimai kwa mtu aliyekuwa katika ihram. Wanachuoni wote wamekubaliana na hilo, kuifanyia kazi aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala iliyokuwa katika surati al-Baqara, ambapo Mwenyezi Mungu amesema faman faradha fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil haji. Sasa ile arrafath iliyotajwa kwamba katika vitu vilivyokatazwa katika hija, mtu akishaingia katika ihram takatazwa arrafath. Arrafath ni nini? Vitu vyote vinavyochochea jimai ndio arrafath. Vitu vyote vinavyochochea jimai na vingine ambavyo vinakuwa kati ya mwanaume na mwanamke, kama vile atakabil, kukisiana, imeleka. Mughazala, unajua? Mughazala, kuongea maneno ya kimapenzi, I love you, I miss you, ambayo ana mughazala hiyo, kwamba usiku usilali na kuota wewe tu. Umefahamika? Mughazala. Tunaenda sasa. Mimma yakunu fi halati jimaa, basi kapelekea katika hali ya jimaa. Lakini pia hiyo rafathi asema wa huwa aidha alfuhshi, uchafu, maneno yale machafu, matusi, imeleka. Wa kalamu nisa, na yale maneno ambayo wanazungumzishwa wanawake fil jimai, katika jimaa. Imeleka. Akasema Ibn Qudama kwamba kila ambalo limetafsiriwa katika neno hilo rafathi, aliyekuwa katika ihramu kaharamishwa kuyafanya, anatakiwa ajitenge nayo. Kwa hiyo kwanza imetajwa hiyo jimaa, wanachuoni wote wamekubaliana. Na sasa jimaa sio tu kwamba jimaa bwana inaharibu hija yenyewe kabisa, mufsid, inaharibu hija kabisa, na penalty yake sio mchezo. Imeleka. Kama ukienda kwa Imam Shafi, penalty yake sio mchezo,
unatakiwa uchinje ngamia baada. Kama uwezi ng'ombe, kama uwezi mbuzi 7. Umeeleweka? Wakina sisi mbuzi 7 sio jambo rahisi, mbuzi 7. Alafu sio hivyo tu, umeshindwa kabisa, unaambiwa ifanyike hesabu ya ile bada na yule ngamia, hesabu yake gharama ya yule mnyama, alafu iingizwe kwenye idadi ya masiku, fanya calculation zitokee siku. Nimefanya hesabu hapa kwenye kitabu kimoja kinaitwa Taqriratu As-Sadida, kitabu cha fiqh cha Imam Shafi katika madhhabi ya Imam Shafi. Kafanya hesabu atakiwa afunge siku 500. Yaani ukichukua ile thamani ile ngamia ukipeleka kwenye siku, kafanya hesabu. Kwa sababu apiga hesabu kasema ngamia kule labda anauzwa riali 1500. Kapiga hesabu hiyo, kashuka na riali 1500, kenda kapata mudi, alafu zile mudi kazibadilisha kwenye zile fidia zile. Akaja mwisho akatoka na siku 500. Sasa kufunga siku 500 jamani ni sio jambo rahisi. Lakini pia hapa anaingia al-kalamu al-fadhi fi al-masail al-jinsiyya mahdhur. Kuongea maneno ya fedheha yanayohusiana na mambo ya jinsia. Nikana mwenzako, unajua kuna wakati ile ndio shekhe alikuwa anasema siku moja hapa na mashekhe, ukishazoea unajisahau, usimeleka unaweza kujikuta unaongea vitu ambavyo kama uko kule kwenu Manzese. Umeona? Maneno ya ovyo yanahusiana na mambo ya jinsia. Mahdhurun ala al-muhrim. Haya yamekatazwa kwa mtu aliyekuwa katika nini? Ihram. Kwa sababu na venyewe pia vinahesabika katika vitu vinavyopelekea kwenye nini? Kwenye jimaa. Pia maneno mustakabih, maneno mabaya ambayo yanaondosha murua, maneno machafu yanaondosha murua, utu, heshima inaondosha. Maneno yale hayatakiwi, yote yameingizwa katika grupu la makatazo. Na mwisho kabisa hapa kwenye imam melewa na vitio vyake, yani kila kitu ambacho unahisi kutazama, sio itaingia kutazama, anapita mwanamke unamwangalia, uko kwenye ihram unamwangalia mpaka unahama kabisa. Yale jicho moja alisema Mtume la kwako linakuwa la kuganda lile. Tulia. Nasema ni moja lile. Hapana. Umefahamika na mengineyo mengi. Kila ambalo unahisi kwamba hili litakulena, haya natakiwa ujiepushe nayo kwa usalama wa ibada yako. Lakini mwisho hapo ni al-fusuq wal jidal. Fusuq ni nini? Wal khuruji ani taa, kufanya mambo ambayo kutoka katika utiifu, katika taa ndio fusuq. Kufanya mambo ambayo yanakutoa katika nini? Katika taa. Wadhālika haramun fi kulli hali. Hii ni haram katika kila hali, sio tu ukiwa kwenye ihram. Katika kila hali kutoka kwenye taa kumtii Mwenyezi Mungu, hilo jambo ni nini? Ni haramu. Sasa al-jadalu ayujadila rafiqahu hatta yubghidha, kujadiliana na mwenzako. Sawa? Kwenye hija tunakaa kwenye vyumba pamoja, kwenye usafiri tuko pamoja, kujadiliana na mtu kiasi mpaka unamkasirisha, na yeye imekatazwa. Si umeleka? Ni katika hiyo al-jidali ambayo imekatazwa katika Qur'an. Hiyo imo kuongea na mtu maneno mpaka akamghasi, akamtia ghadhab, haifai. Umeleka vizuri Kwa hiyo kikubwa hapo kitakuepukana ile, asema faliyashghali al-muhrimu bitalbiya, jishughulishe na talbiya wa dhikrillah ta'ala, kumtaja sana Mwenyezi Mungu, au qiraati al-Qur'an, wewe kila wakati usoma Qur'ani, au ta'limi lijahili, au kumfunza mtu asiyejua, au amri bi ma'ruf, au kuamrisha mema, au nahy anil munkar, au kataza yaliokuwa mabaya. Tumia sana muda wako kwenye mambo hayo, yatakuzuia sasa kuingia katika hii al-jidal, mijadala. Haki hapa kutokuwa na mjadala wa Simba na Yanga, kutokuwa na mjadala wa siasa, kutokuwa na nini, kwa sababu ni dhikri, dua, qiraatul Qur'an, hivyo yani masiku yako yote uyamalize katika sura kama hiyo,
utakuwa umepata faida kubwa. Inshallah huko mbele tutakuja kufundishwa, je, sasa ikitokea umeyafanya haya, si ndio, nini kinachofuata? Katika darasa tunakuja mtakuja kufundishwa kwamba baada ya kuyafanya haya makosa yalokatazwa unatakiwa ufanye nini. Maana kuna mengine utayafanya pengine kwa kutokujua, mengine utayafanya kwa kusahau, kuna mengine utayafanya kwa kupitia watu, mengine utayafanya kwa makusudi. Je, hukumu ni nini? Hiyo itakuja katika darasa zitakazofuatia. Naomba Mwenyezi Mungu atupe ari ya kuyashika haya na pia atupe nguvu ya kuyahifadhi. Lakini sio tu nguvu ya kuyahifadhi, pia tujalie kuyakumbuka wakati wote, kuanzia sasa na mpaka tutakapokuwa kule katika ibada yetu ya nini, ya hija, ili hija yetu ipate ile sifa ya haju mabrur, haji iliyokuwa safi. Manake ni kuchunga vitu kama hivyo na mengineyo. Mwenyezi Mungu atuwafikishe. Tumejitahidi kufikisha kwa wanafunzi, lakini tunaamini kwa sababu wanafunzi wanaelewana, basi mtakuwa mmenielewa. Na tuendelee kushirikiana. Ibada hii ni muhimu, ina mambo mengi, lakini kama shekhe wetu Sheikh Yusuf mwalimu wetu alivyotoka kusema, inahitaji kufuata maelekezo. Unaweza kusoma kwenye vitabu ukajua kwenye vitabu, lakini kama hujafuata maelekezo hizi zikusaidie tu kujua kwamba ABC zile kwamba natakiwa nifanye nini. Lakini mambo mengi sasa haya kwenye utendaji inabidi tuwafate viongozi wetu. Viongozi wetu watakazotambia samina wa atwana. Tusijitie ujuaji mkubwa. Simeleka, tusijitie nini? Ujuaji mkubwa. Kuna mambo hapa tunayasoma lakini utakuta kule hayafanyiwi kazi. Si ndio? Yako mengine tunasoma hapa lakini kuyafanyia kazi kule ni ngumu. Ni kufuata nani? Viongozi. Mwisho wa siku hawa wamebeba dhima, na bahati nzuri ni watu wema na ni watu, Sheikh Abbasi ana experience kubwa kama tulivyoambiwa, miaka 40 si kitu kidogo. Na sisi tunafahamu 40 katika Uislamu una siri kubwa. Mtu akishafikisha 40 katika jambo kuna siri kubwa. Wewe afisha yani kuongoza masala ya hija kwa miaka 40 maana yake ni experience kubwa. Kwa hiyo ni watu ambao tunatakiwa tuwasikilize. Wanajua vichochoro vingi, wanajua wapi pa kupita, wapi tusipite. Inshallah tukiwasikiliza hawa mambo yatakuwa mazuri zaidi. Wal kamalu lillah. Nisamehe pale ambapo pengine Kiswahili changu hakikuwa sawa, na Mwenyezi Mungu atupe taufiki. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.